Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Na Bwana Yesu anawapenda, Bwana Yesu anakupenda. Tutamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo umetupatia. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia siku ya leo. Tunahitaji utubariki na uzungumze nasi sana mapenzi yako Baba, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetupatia. Saa hii ni mchana na ninakuwa nje hapa kwa balcony. Namshukuru Mungu kwa yote ambayo ameifanya. Nina ushuhuda ambao nitatoa siku ya leo kwa matendo makubwa ambayo Mungu ametenda, kwa sababu wakati wote Mungu anakuaga mwaminifu na anatimizaga ahadi zake zote ambazo ametupatia, kama vile Biblia inasema ya kwamba katika Isaya 53 inasema ya kwamba Bwana Yesu kwa kupigwa kwake tumepona. Na hiyo neno Mungu anangali analitimiza mpaka sasa, kwa sababu wakati wote tunaposema neno lake tunaliamini na linatimia katika maisha yetu. Nakumbuka karibuni miaka 7 ambayo ilipita, nilikuwa naumizwa sana katika tumbo. Pande hii nilikuwa naumizwa sana sana sana, hata kuna chakula singewezaka kukula vizuri, kwa sababu nikikula tu kitu kidogo na kula tumbo naumizwa, nikaumizwa sana, nikafika kiwango yenyewe nakuwa nashindwa kula. Na wakati huo nakumbuka wakati nilienda kwa daktari, wakapima wakasema kwamba kunakuwa kama kidney stone na inabidi nipasuliwe, niondolewe hiyo kidney ndio nitakuwa salama. Nilikuwa naandikiwa madawa kila siku, nilikuwa nakunywa madawa kila siku, nilikuwa nakunywa dawa, lakini ikafika wakati ambapo dawa haisikii tena mwili wangu kwa sababu ya uchungu mwingi. Nilikuwa nakunywa dawa haitafalia kitu, wakaniambia mpaka nahitaji operation. Na kumbuka wakati mmoja niliumizwaga sana mpaka nikapelekwa kwa hospital, wakaniambia tu wanapaswa kutoa hiyo kidney jo nipate kuwa salama. Na nakumbuka wakati mmoja nikakuwa kama vile nime lose hope, nikamwambia Mungu, basi kama ni mapenzi yako ifanyike. Lakini nakumbuka wakati nilikuwaga mdogo na naamini Yesu, nikamwambia Mungu siamini operation kwa mwili wangu maisha yangu yote. Na wakati huo nikakumbuka hiyo neno ambayo nilimwambiaga Mungu miaka mingi iliyopita, nikamkumbusha Mungu, nikasema Mungu, niliaminiga kwamba sitapatagwa na operation maisha yangu. Na nikamwambia Mungu, kama ni mapenzi yako nifanye hiyo operation ndio nipone, basi mapenzi yako ifanyike, lakini najua ya kwamba wewe mwenyewe unaweza kuniponya bila hata operation moja. Nikasema kwa sababu alikuwa ameandika tariki, date ambayo nitapasuliwa, ambayo nitafanya operation na maisha kuandaa kila kitu. Na Mungu nikamwambia Mungu, kasema kama ni mapenzi yako nifanye operation haya, na kama sio mapenzi yako watume barua ikisema kwamba wamebadilisha date yangu ya operation. Na nilipoomba tu hivyo nikaamini, nikasema sasa nitaangalia mapenzi ya Mungu ni nini kwa maisha yangu. After muda mchache nikapokea barua inaandika kwamba wamechange date ya operation yangu, inakuwa mbele zaidi, wanataka kunioperate mbele ya hiyo date ambayo ilikuwa imepangwa. Nikasema Mungu, hivyo wamechange date na mimi sitapata tena operation, kwa sababu njoo nilikuwa nakuomba dalili nijue kwamba ni mapenzi yako ama sio. Na nikasema sitafanya operation. Tukaita wale watu wa hospital, tukasema kwamba sitapata tena operation. Na wakauliza kwa nini, kwa sababu walikuwa naona kama maisha yangu iko in danger. Lakini nikamwamini Mungu, nikajua kwamba Mungu ambaye ameumba mwili huu ana uwezo iko zaidi na anakuwa na akili zaidi ya madokta. Ndio wadokta wanajaribu kufanya ile ambao wamesoma, lakini kuko Mungu ambaye ameumba
mwili huu ambaye ametuumba, amekuumba na ameniumba, anajua yale ambayo anaweza kufanya. Yeye ndio muumbaji. Hiyo kidney ndio aliweka katika mwili hii. Yeye ndio aliumbaga mwanadamu na yeye ndio anakuwa mganga wa kweli. Nikamwambia Mungu, nikamwambia kumbusha hiyo neno jinsi Bwana Yesu amepigwa kwa ajili yetu. Nikakuwa nasema kila mara kwa kupigwa kwa Bwana Yesu nimepona. Nikakataa hiyo operation na toka muda huo mpaka sasa sikuage tena na maumivu. Hiyo maumivu yote nilikuwa nasikia ilishagaisha, na hiyo vidonge, hiyo vinini nilikuwa nakula kila wakati, hiyo madawa sikunyage tena. Inakuwa more than 7 years nafikiri, na nimeshapona. Bwana ameshanipona na kulaga chakula yote nataka kula, na akanipa hekima ya gisi ya kuishi na gisi ya kutunza mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo la kumshinda Mungu. Labda unaweza kuwa unaumia ama una ugonjwa fulani, lakini ujue kwamba Yesu alishakapigwa ili kwamba ukapona. Ukiamini neno hilo, unaliamini na unakiri kwa imani, unasema kwa kupigwa kwa Bwana Yesu nimepona, na utaona unapona. Kwa sababu Mungu alishatupatia uponyaji tayari, inafuatana na jinsi unavyoamini neno la Mungu. Na ukiamini tu, Biblia inasema kwamba ukiamini utaona matendo makubwa ya Mungu. Wakati wote unapoamini Mungu, Mungu anapendaga aonekane na ajizihirishe. Na ana uwezo wote, ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kusaidia. Ni hii shuhuda moja nimeshuhudia, lakini na ushuhuda nyingi ambao nimeona uponyaji wa Mungu katika maisha yangu, ndani ya nyumba yangu. Na naanza tu kukiri kwa imani tu, nasema kwa kupigwa kwa Bwana Yesu nimepona. Na mimi naona makubwa na matokeo na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuwa miaka mingi sana siendagi tena kwa mganga, siendagi kwa dokta, sionanage na dokta. Kwa sababu gani? Naamini ya kwamba Mungu ni mponyi wangu. Yeye ni Jehovah Rapha, is our healer. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiamini utaona miujiza. Inafuatana tu na imani. Jinsi unavyoamini na ndio vile utaona matendo makubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa jambo ambayo amefanya. Kwa mambo mengi amefanya, si moja tu wala si 2 ama 6 tu. Amefanya mambo mengi kwa maisha yangu, na anapenda kufanya mambo makubwa pia kwa maisha ya kila mtoto wake anayemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamini utaona matendo makubwa ya Bwana. Amen. Na tunaweza kuomba kama unasikia vibaya, kama mwili wako unaugua ama una maumivu fulani ama una magonjwa, unaweza kuweka mkono mahali unaumia, alafu tutaomba Mungu, kwa sababu Mungu anaweza, na kwa kuamini tu ya kwamba Mungu anakuponya. Amen. Tunaenda kuomba. Baba, tunakushukuru kwa jina la Yesu kwa neno lako hili ambalo Bwana majeshi linaonyesha matendo yako makubwa. Asante kwa kupigwa kwa Bwana Yesu tumepona. Neno lako linasema, na angalia watoto wako Baba, furaha yako ni kuwaponya. Baba, uwaponye, gusa mahali pote wanapougua. Bwana majeshi, uwaponye, wawezeshe kuamini kwamba wewe ndio mponyi. Jehovah Rapha ni wewe, Mungu tuponyaye. Waguse na waponye, na maumivu yote iondoke kwa jina la Yesu. Na Mungu, kila maumivu na magonjwa yote ishindwe ndani ya miili ya watoto wa Mungu kwa jina la Yesu. Upokee uponyaji ndugu yangu, dada yangu, kwa jina la Yesu. Saa hizi na kuombea kwa jina la Yesu, hiyo magonjwa na maumivu na mabaya iondoke ndani yako saa hizi kwa jina la Yesu, maana kwa kupigwa kwa Bwana Yesu umepona. Asante Baba kuponya watoto wako. Tunakushukuru Bwana kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Bwana kubariki. Naamini utaona mkono mkubwa wa Mungu na utaona miujiza ya Mungu wakati wote. Mwamini Mungu na utaona miujiza yake na makubwa yake. Furaha yake ni kuponya. Furaha yake uishi maisha ya afya tele na amani tele. Mungu akubariki na tutaonana baadaye kwa jina la Bwana Yesu. Amen.